nenda ukamkosoe mtu kwa kile alichokifanya kwa ustaarabu, si kumwanika hadharani ili apoteze heshima yake. Waislamu, katika mwaka huu tunakwenda katika mwaka wa uchaguzi. Mwaka huu wa uchaguzi mara nyingi katika nchi nyingi zilizoweza kuharibu amani ya nchi ziliingia katika machafuko katika mwaka kama huu wa uchaguzi. Lakini ndugu zangu, katika mjumuiko huu wa Idi, napenda kuwahusia sana kwamba tusikubali kutumika kuharibu amani. Tusikubali kutumika kuichafua nchi. Mara nyingi mimi nimekuwa nikiongelea hili, na tunapozungumza viongozi wa dini kama hivi na kusisitiza amani, tunaonekana kama tuko upande wa watu fulani. Yaani ukisisitiza amani eti unaonekana ni mtu ambaye uko upande fulani. Lakini ikichafuka hakuna upande utakaosalimika. Yaani hata hao wanaoshabikia kwamba lolote naliwe, ikiishaondoka amani, kila mtu atabaki analia na ya Rabbi nafsi, kila mtu. Kwa hiyo hutuba imezungumzia vizuri, lakini la mwisho ambalo ningependa kuambia ni swala zima la maadili. Maadili. Na tunaposema maadili, watu fikra zao nyingi zinakimbilia kwa watoto. Lakini hata we mtu mzima lazima uangalie maadili na tamaduni za nchi yako. Watanzania mara zote tumesimama katika maadili ya kuheshimiana. Mdogo anamheshimu mkubwa, na yule asiye na cheo ambaye yeye anaongozwa anamheshimu yule anayemuongoza. Ndio tamaduni zetu. Lakini leo tunaona mpaka watu wazima wanapoteza maadili kwa kisingizio tu cha demokrasia. Yaani maadili yanapotea. Tazama wale watu ambao demokrasia iko juu sana, kwa kisingizio hicho cha demokrasia inafikia hatua rais anapondwa kiatu. Yani ndo kisingizio hicho. Yani yale maadili yamekwisha potea kwenye jamii. Sasa sisi kama Watanzania, maadili yetu ni kumheshimu mtu ambaye yuko juu yako kwa umri au kwa nafasi alionayo, maadamu anachokifanya ni chema, hakiuki. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kusema hata sisi viongozi wa dini. Leo unaweza ukakuta kiongozi wa dini anatumia nafasi ya kuwa hapa mimbari, anaanza kuwasema watu wenye nafasi zao, aidha kwenye dini au kwenye serikali, anawasema kwa matamshi mabaya. Wakati hawa watu sisi ni waumini wetu, yani tunaweza tukaenda tukaongea nao kwa njia nzuri. Yani sawa sana mimi leo niko hapa shekhe wa mkoa, alafu nianze kumuongea hadharani mkuu wa mkoa. Wakati muda wote, saa yoyote nikitaka kumpigia simu, kumshauri, kumfanyaje, nina nafasi hiyo. Kwa nini uite presi kwa ajili ya kumsema? Manake ni ukosefu wa maadili. Alafu kikanuni ni kwamba mtu ukimkosoa hadharani, hata kama kile unachokisema au unachomkosoa ni kweli anacho, hawezi kukusikiliza. Ni sawa na baba kwenye familia, itokee mkeo anataka kukukosoa mbele za watoto. Utaona amekiuka utaratibu wa kukosoa. Utaona kama vile kakudhalilisha kwa watoto. Kumbe basi mngekaa chumbani, angeweza kukushauri kwa njia nzuri. Sasa leo ukimkosoa mtu hadharani, hata kama unachokizungumza ni kweli, hawezi kukusikiliza. Lakini pia lugha zinazotumika katika kukosoa, zinatumika lugha ambazo zinashabihiana na kumdhalilisha mtu. Sasa katika Uislamu tumehusiwa sana na Mtume Muhammad SAW kuchunga cheo na nafasi ya mtu, heshima ya mtu. Mtu anaheshimiwa na jamii, unatengeneza mazingira watu wasimheshimu kwa sababu tu ya kuridhisha nafsi yako. Sisi Waislamu tumehusiwa na Mtume kulinda heshima
ya mtu, usiharibu heshima ya mtu ambayo jamii imetengenezeka kumheshimu yeye. Tutumie lugha nzuri katika kuwahusia watu, tutumie lugha nzuri katika kufikisha ujumbe, na haya ndio maadili ya Kitanzania ambayo tunatakiwa tudumu nayo na tuendelee nayo. Nenda ukamkosoe mtu kwa kile alichokifanya kwa ustaarabu, si kumwanika hadharani ili apoteze heshima yake. Hili ndo tulikuwa tunamalizia. Baada ya kuzungumza hayo, sasa tuombe dua